Enyi watu waja wa Allah, hakuna kitakacho kuokoa siku ya Kiyama isipokuwa ni amali zako tu. Kwa kumalizia, hakuna ujanja. Hadithi al-Qudusi, Mtume anasema fima yarwihi an rabbih, kwa kile alichokipokea kwa Mola wake. Allah anasema, ibadi, enyi waja wangu, innama hiya a'malukum ukhfiha lakum, mimi ni matendo yenu ndio ambayo nayahitaji mimi na ndio ambayo nayahesabu. Matendo ndio ambayo Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. يقول الله تبارك وتعالى عن التقوى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Enyi waja wa Allah, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada na wingi wa rehema kiongozi wa umma Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sinabudi kuwahusia pamoja na kuihusia nafsi yangu katika jambo la kumhofu na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Enyi waja wa Allah, katika hutuba leo tutakuwa na anwani inayosema namna hali itakavyokuwa siku ya Kiyama. Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza katika suratul Hajj, anasema: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. Enyi watu, ittaqu rabbakum, mwogopani na mchani Allah Mola wenu. Inna zalzalata as-saati shay'un adhim, kwa hakika tetemeko la siku ya Kiyama ni jambo zito mno. Yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at, siku ambayo kila mama ambaye ananyonyesha atakiachia
ambacho anakinyonyesha. Watadau kullu dhati hamlin hamlaha, na kila yule mama mjamzito atajifungua kile ambacho amebeba katika tumbo lake au ataharibu. Watadau kullu dhati hamlin hamlaha watara an-nasa sukara, utaona watu siku hiyo wamelewa. Wama hum bisukara, lakini watu hawakulewa. Adhab Allah shadid, ni adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo ni kubwa na ngumu inayoumiza. Ndio utaona watu kama wamelewa, lakini ni adhabu tu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, kwa hakika siku ya Kiyama ni siku ngumu mno, siku ambayo imejawa na majuto ambayo hayana faida yoyote siku hiyo. Kila mmoja atakuwa analalamika kadiri ya hali yake ambayo anaiona. Allah mtukufu anasema, wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi, ikumbukani ile siku ambayo dhalimu atauma kidole chake, yakulu, naseme, ya laitani ittakhadtu ma'a ar-rasuli sabila, natamani mimi nikifuata njia ya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nikalifuata njia ambayo ameelekeza Mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya wailata, ala wangu mimi, lam attakhidh fulanan khalila, natamani mimi fulani nisingemfanya kuwa ndio rafiki yangu. Najuta mimi kumfanya fulani ndio rafiki yangu, najuta. Laqad adallani ani dhikri baada idh jaani, kwa hakika amenipoteza mimi baada ya ukumbusho mimi kunifika, amenipoteza. Wakana ash-shaytanu lil-insani khadula, kwa hakika siku zote shetani anampoteza mwanadamu. Ayi yawmin hadha, basi ni siku gani hii? Allah subhanahu wa ta'ala anasema, yawma la yanfa'u malun wala banun, siku ambayo mtu hatomfaa mtoto wake wala mali yake, kadiri ya wingi wa mali uliokuwa nao na watoto wengi uliokuwa nao, lakini siku ya Kiyama hawatakunufaisha na kitu chochote. Atanufaishwa na nini? Anasema Allah, illa man ata Allah biqalbin salim, isipokuwa yule ambaye atakuja na moyo uliosalimika na madhambi na maovu, huyu ndio ambaye atanufaishwa siku ya Kiyama. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wa uzlifatil jannatu lilmuttaqin, kisha itasogezwa karibu janna, waione, waingie, lilmuttaqin, wale ambao walikuwa wanamcha Allah subhanahu wa ta'ala.
lakini waburrizatil jahimu lilghawi, na jahannam itadhihirishwa kwa wale wabaya na waovu ambao wamemkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Ayi yawmin hadha, enyi waja wa Allah, basi ni siku gani hii? Allah anasema yawma yafirru almar'u min akhihi, siku ambayo mtu atamkimbia ndugu yake wa damu ambaye walikuwa wanapeana ushauri mzuri katika ulimwengu. Mdogo wangu, tufanye hili, tuache hili. Siku ya kiyama watakimbiana. Wa ummihi wa abihi, baba yako kipenzi, mama yako kipenzi, mtakimbiana siku ya kiyama. Lakini wa sahibatihi wa bani, mke wako ambaye ulikuwa unalala naye kitanda kimoja, mtakimbiana siku hiyo. Ayi yawmin hadha, ni siku gani hii? Allah anasema yawma yakunu an-nasu kalfarashil mabthud, siku ambayo utaona watu kama watoto wa mzigo waliotawanyika. Baba anamkimbia mtoto, mtoto anamkimbia mama, mama anamkimbia nani, ili mradi matatizo, ukimbiana tu. Yawma yakunu an-nasu kalfarashil mabthud, siku ambayo utaona watu kana kwamba watoto wa mzige waliotawanyika. Ayuha an-nasu ibadallah, ani watu waja wa Allah, basi ni nani anaweza habari ya siku hiyo ya kiyama? Ni nani kati yetu? Basi ni nani ambaye anaweza mapambano baina yake na baina ya Allah subhanahu wa ta'ala? Nani anaweza? Basi ni nani ambaye anaziweza adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala? Ni nani kati yetu? Utasikika watu wanalalamika mno siku hiyo, wanasema aina al-mafar, lahi wapi pa kukimbilia? Kalla la wazar, Allah aambie hakuna leo hii pa kukimbilia. Hakuna pango ya aina yoyote, hakuna nyumba ya aina yoyote, hakuna kizuizi cha aina yoyote ambacho utaweza kwenda kujificha. Allah subhanahu wa ta'ala usizipate adhabu zake. Ndugu zanguni katika imani, haijawahi kutokezea siku ngumu kama siku hii ya kiyama. Ni zaidi ambayo tumeyaona masiku machache katika ulimwengu huu yaliyotokea katika nchi yetu. Ni zaidi ya Masihu Dajjal atakapokuja katika ulimwengu. Masihu Dajjal ataingia katika mji, ataingia katika dunia, aiharibu. Basi haijawahi kutokezea siku ambayo ina ugumu kama siku ya kiyama. Ayuha an-nasu ibadallah, enyi watu waja wa Allah, kwa hakika Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaihofisha na kuizungumzia mno
siku ambayo watu watatokwa au watatoka katika makaburi yao. Alikuwa siku hiyo anayozungumzia sana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema watu watakapotoka katika makaburi yao watatoka wakiwa uchi kama walivyozaliwa, beku hawana viatu, jua limesogezwa karibu. Mama Aisha radhiallahu anha qalat, akawa anasema, anamwambia Mtume wa Allah, Mtume wa Allah, kaifa yakunu arrijal wan nisa, vipi itakuwa wanawake na wanaume wako pamoja wataangaliana? Vipi itakuwa Mtume wa Allah siku hiyo? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamjibu mama Aisha akamwambia, Aisha, hivi unaielewa na kuitambua vizuri siku hii? Unaielewa vizuri siku hii? Hakuna siku ambayo Allah amekasirika kama siku hiyo. Hakuna mtu ambaye ataweza kumwangalia mwenzake siku hiyo. Kwa nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasoma aya min surati Abasa, likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni. Kila mtu siku hiyo atakuwa ana jambo lake ambalo linamshughulisha. Kila mmoja anapiga hesabu zake. Leo mimi nitasalimika na adhabu za Allah? Leo mimi nitaingia janna au nitaingia nar? Kila mmoja anakuwa na maswali yake mwenyewe. Hakuna mtu ambaye atamwangalia na kumtazama mwenzake kutokana na ugumu wa siku hiyo, siku ambayo yaqulu al-kafiru ya laitani kuntu turaba. Uelewe kuwa ni siku ngumu mno. Kafir atasikika anasema, natamani mimi laiti leo ningegeuka kuwa mchanga. Enyi waja wa Allah, basi natuogopeni mno siku hii, siku ambayo Allah anatukhofisha na kutuzindua pale aliposema, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Allah ana maana yake kusema maneno haya, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Iogopeni ila siku ambayo mtarejeshwa kwa Allah. Iogopeni sana siku hiyo. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, kisha kila nafsi kwa kila iliyochuma italipwa nafsi hiyo. Wa hum la yudhlamun, wala hatudhulumiwa mtu yoyote siku hiyo. Aqulu ma tasma'un, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. الحمد لله وحده الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. أيها الأنباء wanauhami Uislamu na kuilinda tauhidi, na usiani kwa mara ya pili mara nyingine katika jambo la kumhofu na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, namna hali itakayokuwa siku ya Kiyama. Tunazungumzia hali hiyo nzito ya siku ya Kiyama ili nyoyo za watu zipate hofu kutokana na adhabu ya siku hiyo.
kuchambua mambo wapate kutambua na kuelewa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ, na utaona siku hiyo wale waliokosea wamefungwa katika minyororo. Sarabiluhum min qatranin wa taghsha wujuhahum nar. Allah anasema nguo zao itakuwa ni zalami, na moto huo itakuwa unawajia katika nyuso zao, unawafunika na kuwababua nyuso zao. liyajziya Allahu kullu nafsin ma kasabat inna Allaha sari'ul hisab. Allah anasema ili awalipe kila nafsi kwa kile ambayo imechuma katika ulimwengu. Kwa hakika ya Allah ni mwepesi mno wa kuhesabu hesabu za waja wake. Hadha balaghun linnasi waliyundharu bih. Allah anasema haya ni mawaidha tosha yawafike watu ili yawaonye, waliya'lamu annama huwa ilahun wahidun, na ili watambue kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni mmoja, hana mshirika. Waliyadhakkara ulul albab, na wapate kukumbuka wale ambao wana akili za kuchambua mambo. Ayi yawmin hadha, ni siku gani hii? Siku ambayo Allah atawatenganisha wema na waovu. Anasema Allah, wamtazu al-yawma ayyuhal mujrimun, jitengeni leo hii enyi waovu, kani mbali na wale waliokuwa wema. Alam ahadi ilaykum ya bani adam alla ta'budu ash-shaytan, hivi mimi sikukuambieni kwamba msiabudie shetani? Hakika shetani ni adui wa waziwazi kwenu. Sikukuambieni wa ani'buduni hadha siratun mustaqim, kwamba mniabudie mimi tu Mola wenu, hii ndio njia ya haki na ndio njia iliyonyoka. Sikupeni taarifa nyinyi. Ndugu zangu ni katika imani, tunahofishana kutokana na siku ngumu na nzito ya siku hiyo ya Kiyama. Innahum yarawnahu ba'ida. Unaposomea aya hizi, Allah anasema wanadamu wanafikiria kwamba iko mbali hiyo siku, lakini Allah anasema wanarahu qariba, sisi tunaiona iko karibu mno. Siku ya Kiyama haiko mbali, iko karibu mno. Siku ya majuto, siku ngumu. Allah anasema yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adhabi yawmi idhin bibani. Watu wataonana, baba atamuona mtoto wake, mama yake, baba yake, mke wake na ndugu zake, jamaa zake, wataonana vizuri. Lakini baba aliyokuwa muovu atatamani siku hiyo ajikomboe kutokana na adhabu ya siku ya Kiyama. Bibani awatoe sadaka watoto wake ili yeye apate msamaha. Hivi mnaionaje siku hiyo? Baba anatamani awatoe sadaka watoto wake wale ambao ilikuwa ni vipenzi kwake, wanapeana ushauri,
wanasimamia miradi yake vizuri katika ulimwengu, siku hiyo anatamani awatoe sadaka ili yeye apate kuokoka na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi mnafikiriaje siku hii? Lakini sio hapo tu, wasahibatihi wa bani, lakini atatamani awatoe mke wake na watoto wake ili yeye apate kuokoka na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wa fasilatihi allati tuwi, atatamani atoe jamaa zake, watu wa karibu, mjomba wake, shangazi yake na watu wa karibu, atatamani awatoe sadaka ili aweze kuokoka na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunafikiriaje siku hii? Kisha Allah akaendelea kusema wa man fil ardi jami'a thumma yunji. Lakini hatoishia hapo tu, kutokana msaada amekosa kwa watu wake na jamaa zake wa karibu, atatamani ulimwengu mzima autoe sadaka ili yeye apate kuokoka siku hiyo. Ayuha nnasu ibadallah, ani watu waja wa Allah, hakuna kitakacho kuokoa siku ya Kiyama isipokuwa ni amali zako tu. Kwa kumalizia, hakuna ujanja. Hadithi al-Qudusi, Mtume anasema fima yarwihi an rabbih, kwa kile alichokipokea kwa Mola wake. Allah anasema ya ibadi, kwa pole kabisa anawaita waja wake, enyi waja wangu. Hadithi ni ndefu, ila tunachukua mahali shahid kutokana na muda. Ya ibadi, enyi waja wangu, innama hiya a'malukum ukhfiha lakum, mimi ni matendo yenu ndio ambayo nayahitaji mimi na ndio ambayo nayahesabu. Matendo ndio ambayo Allah anayangalia na kuyahesabu matendo yetu. Kisha anasema thumma uwafikum iyaha, kisha kutokana na matendo yenu ndio nakulipeni kutokana na vile ambavyo mmefanya katika ulimwengu. Taendelea kusema faman wajada khairan falyahmidillah, yeyote yule ambaye atafika siku ya Kiyama akapata kheri, akapata kivuli cha Allah, akapata janna ya Allah subhanahu wa ta'ala, falyahmidillah, anatakiwa amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini waman wajada ghaira dhalik, yeyote atakayepata kinyume na hayo, fala yalumanna. Allah katumia nuni at-tawkidi tena at-taqila, nuni nzito tena ya mkazo kwelikweli, basi asimlaumu mtu yoyote isipokuwa ailaumu nafsi yake. Yule ambaye atakuta kinyume na janna, atakuta kinyume na kivuli cha Allah, basi asimlaumu mtu yoyote, bali ailaumu nafsi yake. Inna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bil malaikati al musabbihati bi qudusihi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinnihi wa insihi. فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا مجيب الدعوات. اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه
وأرنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. وأقم الصلاة.